huenda zimwi ama jinamizi limeweza kuingia katika familia ya Konde Gang mara baada ya matukio mawili mfululizo kuambatana. Tukio la kwanza Ibra kuweza kung'atuka kunako Konde Gang, lakini tukio la pili ambalo liko chini ya kapeti ni kwamba mameneja ambao walikuwa wakimsimamia Harmonize, lakini pia walikuwa wakisimamia Konde Gang, hapa namzungumzia bosi Jembe ni Jembe na Mchopa, ni kwamba wawili hawa kwa stories za chini ya kapeti ambazo zimenifikia ni kwamba wameweza pia kung'atuka kunako Konde Gang, yani kwamba hawamsimamii tena Harmonize na hawasimamii masuala mazima ya Konde Gang. Of course mimi nakwenda kama wakili wa burudani kutoka mahakama ya burudani hapa Tanzania. Kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi make sure umesubscribe ili kuweza kupata update kali kama hizi hapa ambazo zinahusu kunako familia ya Konde Gang, kwamba mameneja wawili ambao wana nguvu kubwa sana katika mziki wa Harmonize kuweza kumsimamia, basi nao pia wanaweza kung'atuka muda wowote kuanzia hivi sasa, kwa story ambazo zimenifikia mimi muda huu. Sasa huenda jinamizi kama nilivyosema hapo awali limeweza kuingia katika familia ya Konde Gang. Tuliona Ibra wa kwanza kabisa katika huu mwaka kuweza kung'atuka kunako Konde Gang, mambo yakawa ni mazito kabisa mpaka kufikishana katika masuala mazima ya serikali BASATA, lakini mwisho siku haki ikatendeka. Ibra akasimamia mambo yake mwenyewe akang'atuka. Sasa kwa story ambazo ziko chini ya kapeti ni kwamba pia bosi Jembe ni Jembe naye pia njiani kuondoka, Chopa naye pia njiani kuondoka, lakini ukimya wa Jembe ni Jembe na Chopa unadhihirisha dhahiri kwamba ni kweli hawa watu wawili wanang'atuka. Ukiangalia katika sintofahamu ambayo ilikuwa ikiendelea kati ya Ibra pamoja na Harmonize pamoja na Konde Gang, mabosi hawa wakubwa kabisa walikuwa kimya sana. It's like kwamba ni vile kama watajua wenyewe wanamalizia. Ni namna gani ambavyo wao walishindwa kuweza kuplay part kama viongozi katika Konde Gang. Walikaa kimya sana, watu wakawa wanajiuliza kwamba Chopa anakula bata na mpenzi wake, mara Italy, mara Rome, mara Zanzibar, mara wapi. Ili swala la kimuziki la Ibra limekaaje? Wao kama mameneja kwa nini wapo kimya, wanamwachia Harmonize peke yake? Na wengi wakisema kwamba huenda labda uongozi wa Harmonize unaendeshwa kiuni, lakini kitu ambacho tunakiona sasa hivi ni huenda akawa labda wawili wao wameweza kung'atuka. Ukienda katika page yake ya Instagram, Chopa kama sikosei, if no mistake, jana au juzi aliposti picha ya Harmonize akasema kwamba wao wapo kwa ajili ya kusave industry hii ya Bongo Flava. Kwa hiyo Harmonize, let's do this, akimtagi Harmonize. Huyo ni Chopa. Lakini mwisho siku ukienda katika sasa hivi ninavyokuambia, hata wewe ukienda katika bio ya Chopa utakuta kabisa Chopa ameweza kubadilisha ule utambulisho ambao unamtambulisha yeye kama ni meneja wa Harmonize. Dhahiri ambacho amebakisha ni kwamba yeye ni businessman, akaweka ile email yake ya Mr. Mchopa. Ndio hicho ambacho yeye alichobakisha. Ukienda pia kwa Jembe ni Jembe the same, pia ameweka entrepreneur, masuala ya mambo ambayo yanamhusu yeye binafsi kibiashara out of music, ndio utaenda kwa Jembe ni Jembe. Lakini ukienda katika upande wa Chopa, kuna posti nyingi sana ambazo walikuwa wakiposti masuala ya music ya Konde Gang. Ni kama kapunguza fulani hivi, yani kapunguza, amebakisha picha chache, sio kama kavuta zote, kabakisha picha chache sana katika ukurasa wake wa Instagram. Sasa swali ni kwamba Harmonize ali-announce mameneja wapya ambao watakuwa chini ya Chopa, lakini kwa ile situation ambayo tuliona Harmonize ku-announce mameneja wapya, it means kwamba alikuwa anajua kabisa kwamba kitu gani ambacho kinaendelea kati yake pamoja na mameneja wake ambao walikuwa wakimsimamia Chopa pamoja na Jembe ni Jembe. Kwa hiyo ndio maana aliandaa kabisa jeshi lake mapema, ili ikitokea hili limetokea basi asianze tena upya kuweza kuwatafuta mameneja. Ndio maana tunaona kabisa Harmonize aliamua kuannounce mameneja wake wapya, akiongozwa pia na mdogo wake Sam Chaupole, ambaye kwa sasa hivi naye pia ni moja kati ya watu ambao yupo karibu sana na Harmonize. Ukiachana na undugu ambao wanao, pia ni kiongozi pale pale Konde Gang. Hapa naizungumzia
akiwa kama ni meneja wa Harmonize. Before alikuwa ni meneja wa Ibra, achana na Jose wa Mipango ambaye pia alikuwa akimanage Ibra. Akaja Sam Chapole mara baada ya Jose wa Mipango kuweza kung'atuka kunako Konde Gang. Sasa akaja Sam Chapole akawa ni meneja wa Ibra. Sasa Ibra ameweza kuondoka, kwa hiyo Sam Chapole amekuja kustiki katika nafasi ya umeneja wa Harmonize katika upande wa Konde Gang. Sasa ukiangalia pia watu wanajiuliza kwamba pale Konde Gang kuna tatizo gani? Mbona watu wamekuwa king'atuka sana hovyo? Sawa, mtu anaweza kakua kaondoka, lakini kwa Konde Gang imekuwa ni kama watu wanang'atuka hovyo sana pale. Sheria iko wapi, ama kitu gani ambacho kinasababisha hawa watu kuweza kung'atuka? Jose Mipango kang'atuka, Ibra kang'atuka, Angela kang'atuka, Kill na Chido meng'atuka, Country Wiz ameng'atuka. Kuna nini? Memsahau hapo meneja Mjerumani kang'atuka. Nao pia tunaona pia inasemekana pia nao wanang'atuka. Kwa hiyo ni kama vile kuna kitu ambacho hakiko sawa kabisa. Minute African Voice, wakili wa burudani kutoka mahakama ya burudani hapa Tanzania. Asante kwa kunisikiliza, lakini kuweza kupata majibu yote haya basi hakikisha umestiki hapa chimbo pekee ambalo linakupa madini kabisa ambayo unapaswa kuweza kupata, ni Top Level TZ. Bwana, bye bye.